Ndugu zangu, kama ambavyo mmeambiwa, naitwa Susan Limo, ni mwenyekiti wa baraza la wazee wa Chadema Taifa, wazee wenye busara sana hapa Tanzania, na tuko Morogoro katika kampeni maalum au maarufu no reforms no election. Maana yake ni kwamba kama hakuna mabadiliko ya kimfumo katika chaguzi zetu, basi hakutakuwa na uchaguzi. Ninaamini waliotangulia wameongea kwa kirefu, lakini mimi kama mwalimu nitajaribu kueleza kwa kifupi, kwa sababu mkutano huu si wangu. Lakini niseme tu, ndugu zangu, tuna sababu kadha wa kadha kwa nini tunasema no reform no election. Ndugu zangu, tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi hapa Tanzania toka mwaka 1995. Leo ni mwaka wa 33. Lakini chaguzi zilikuwa zinaenda, pamoja na kwamba kuna matatizo, lakini mwaka 2019 kwenye chaguzi za serikali za mitaa zikiongozwa na mwenda zake Magufuli, alihakikisha ameiba mchakato mzima. Siku za nyuma walikuwa wanaiba kura, lakini 2019 waliiba mchakato mzima, na 2020 ikawa vile vile. Ndiyo maana tukasema hatuwezi tena kuendelea kuwa wasindikizaji. Lakini sio hivyo tu, ndugu zangu. 2020 Chadema tukiwa na wabunge 71, mwaka 2020 kwenye uchaguzi mkuu tumepata mbunge mmoja. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mwenda zake aliendelea kuiba mchakato mzima, na ndugu zetu polisi walioko hapa ndio ambao walikuwa wamebeba mabegi yenye kura zilizokuwa zimepigwa tayari kwa CCM. Uongo kweli? Kwa hivyo ndugu zangu, tunasema kwa kuwa mchakato uliibwa, na Mheshimiwa Samia kama mwanamke wa kwanza rais, ambaye naye ana uchungu wa kuzaa kama sisi wanawake wa Morogoro, tuliamini ataleta mabadiliko makubwa. Na katika kutaka kuleta mabadiliko, alikuja na kitu kinaitwa 4R, na moja ya R yake ilikuwa maridhiano, kwa maana ya reconciliation. Akaiweka Chadema kwenye maridhiano kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kila Chadema wakisema wanakataa, lakini akaahidi kwamba uchaguzi wake atahakikisha mambo yamekuwa mazuri, haki itatendeka. Lakini ndugu zangu wa Morogoro na Tanzania kwa ujumla, mwaka 2024 uchaguzi wake wa kwanza wa serikali za mitaa, tulishuhudia yale ya mwenda zake. Uongo kweli? Hapa wagombea nina hakika wengi walienguliwa, na hata wale waliobaki hakuna haki yote iliyotendeka. Na ndiyo sababu siamini kama hapa Morogoro kuna kitongoji au mtaa ambao tumeshinda. Kwa hiyo ndugu zangu, kutokana na hayo tukasema, kwa kuwa Mama Samia ambaye tuliamini ataleta mabadiliko na hakuyaleta katika uchaguzi wa mwaka jana, tunaamini na katika uchaguzi wa 2025 yatakuwa yale. Uongo? Lakini ndugu zangu, nataka niwaambie, katiba yetu ibara ya 74 kifungu cha kwanza A, B na C kinasema kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye ambaye atateua mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, atateua na makamu. Lakini rais huyu naye anakuwa kuja kuwa mgombea kwa chama ambacho kinapambana na vyama vingine. Hapo ni sawa? Ni sawa na Simba na Yanga wanacheza,
bora ndugu zangu. Kwa hivyo tunasema sasa basi, kama hakutakuwa na mabadiliko, maana yake uchaguzi hautafanyika. Wangapi wanakubaliana na msimamo wa Chadema? Kwa hivyo ndugu zangu, niwaombe tushikamane, kwa sababu sisi viongozi peke yetu hatuwezi kuleta hayo mabadiliko. Tunaomba muungane nasi, na tunashukuru kwamba zamani